kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Labda nyinyi vijana hamuelewi, lakini niwaambie, wakoloni wa Kijerumani na wakoloni wa Kiingereza wamekaa Tanganyika hapa miaka 75. Wakajenga reli kwa kichapo bila malipo, kiboko tu unabeba matarumu na panga. Miaka 40 ya Waingereza wametuacha na injinia wawili Tanganyika, injinia wawili, hakuna daktari hata mmoja. Walikuwepo madaktari wa kutoka Pakistan na India na walikuwa Dar es Salaam. Huku Katoro nani alete daktari? Huku wakina mama walikuwa hawajifungui, huku walikuwa wanazaa. Kujifungua mpaka upimwe, lakini kuzaa unazaa kama ndama tu. Ng'ombe anazaa ndama. Ng'ombe ulimuona wapi ana kliniki? Hiyo ndio hali waliotuacha nayo. Walituacha hatuna barabara. Anakuja mtu tena hajafikisha miaka 30 au 40, anawaambia hakuna maendeleo. Hakuna maendeleo? Wewe uliwahi kutembea kwa miguu kwenda Shinyanga kutoka hapo? Uliwahi kwenda Mwanza kwa barabara? Barabara ilikuwepo. Hakuna maendeleo. Siku nyingine akija muulizeni, hebu tueleze hivi wewe kwako maendeleo ni kitu gani? Maana inawezekana anazungumza kama kasuku. Maana kasuku huwa anakariri tu, haelewi hata maana ya maneno anayosema. Ndio wanasiasa wapya. Sisi tumejitawala. Tulikuwa na mtu msomi mmoja tu aliyemaliza masters, anaitwa Julius Nyerere. Ndiye ameandaliwa na wakoloni kwa miaka 75. Hiyo ndio nchi tuliorithi. Leo ukiwa hapa Katoro unaweza kwenda mkoa wote wa Tanzania kwa rami. Ni uongo? Rami iliachwa na wakoloni hapa Katoro. Ungeitoa wapi? Rami ilikuwa inatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, kwa sababu kulikuwa na wazungu wanalima mkonge pale. Ilikuwa inatoka Tanga mpaka Korogwe, kwa sababu kuna wazungu walikuwa wanalima mkonge pale Korogwe. Na wazungu walikuwa wanalima kawa, kwa wakalima kibarabara cha wazungu, wao wanatoka mashambani wanawahi nyumbani. Ndio nchi tuliorithi. Unapita hapo na wambia hamna maendeleo, hamna maendeleo. Wewe ni kasuku. Unazungumza mambo bila utafiti. Huelewi nchi hii tumeitoa wapi. Umesoma chuo kikuu, sisi tumechukua nchi hii. Hapakuwa na chuo kikuu. Chuo kikuu kimechangwa na wazee wa huku Geita. Senti 50 kwenye kikopo. Chuo kikuu cha kwanza cha nchi hii kimeanzia Lumumba kwenye majengo ya TANU, kikiwa na wanafunzi 14. Yaani tulimzidi Yesu Kristo kwa wanafunzi wawili. Leo tuna vyuo vikuu 11 vya serikali, 12 vya serikali. Ukiweka na vya mashirika tuna vyuo vikuu 40. Ndio maana vijana wanasoma wengi. Sasa unasema hawana kazi. Ni kweli, lazima utafute jibu. Lakini unafanyaje? Unapata kazi kwanza ndio unawasomesha, au unawasomesha alafu unaunda kazi?